Yesu, damu ya mwana kondoo, damu takatifu.
Yesu kaumisha hiyo damu, damu takatifu, inua damu, damu ya Yesu, damu ya dhamana, takatifu.
wakutamani e Bwana, moyo wangu watamani ushirika na wewe. Moyo wangu watamani kukujua, iwe wako milele. Sema na moyo wangu Baba. Moyo
Ukisema na mawazo yangu, sitabakia sawia Baba. Natamani kujua mapenzi yako, mapenzi yaliyo makamilifu. Basi sema nami Baba.
anayejua ndoa yangu aliyonishinda anaweza, anaponya hata na ukimwi, anayejua magonjwa yangu aliyonishinda anaweza, najisalimisha kwake Yesu, uweza yote ndani ya yote aliyonishinda anaweza, naamini Yesu, biashara yako inaanguka, umeshindwa na madeni yaliyokushinda wewe, anaweza, umechoshwa na usherati kila siku ni madawa yaliyokushinda wewe, anaweza, mumewe alitoweka, umehangaika na
yasiyokumpendeza Bwana, komboa maisha yetu, tulisifu jina lako, baada ya kurudia tuungama makosa yetu, turudie Bwana.
nitapona Bwana. Sema neno moja na mimi nitapona Yesu. Uliposema neno moja kwa Sauli, aliacha kutesa kanisa lako, akawa mtumishi wako wa ajabu. Sema neno moja kwa ndoa yako. Sema neno moja kwa mume wako. Sema. Sema Baba, sema, sema. Baba, Mungu wa rehema, nyosha mkono wako. Leo tukombolewe, tulisifu jina lako. Bila wewe hatuwezi, bila wewe sisi ni bure. Kiburi chetu Baba, tulisifu jina lako Baba wewe. Ukahaba utaondoka. Sema neno moja, ulevi utatoka. Sema neno moja, biashara itasimama. Sema neno moja, ndoa yangu itarejeshwa. Sema neno moja kutoka kwako. Ninangoja Baba, nimechoshwa na maisha haya, maisha ya irizi haisaidii. Ai Baba, sema, sema, biashara itasimama. Ai Baba, usherati ni nini? Ukahaba ni nini? Ai Baba, unafungua bale.
tusamehe, tuhurumie, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu fanya mapenzi ya turekebishe, tuhurumie, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu fanya mapenzi ya Bado tukusubiri Bwana kwa muda mrefu. Umetamani kushiriki na sisi, basi mimina Roho wako atekeleze mapenzi yako ndani mwetu. Tuwe wako peke yako, tukuishie peke yako, tuongozwe na Roho peke yake.
Kwa hakika only the name of Jesus jina la Yesu pekee can man be saved. mwanadamu anapata kuokolewa When they call on that name. wanapoliita hilo jina. Hallelujah. Hallelujah. So the people of Mbale, Kwa hivyo wakaaji wa Mbale, as we come to the end of today's worship service, hallelujah, as we come to the end, we want to give you a chance tunataka tuwapeni nafasi that we can receive ya Jesus, kama tuweze tukapokea Yesu, because Jesus kwa sababu Yesu is the solution ndio suluhu ya pekee to our problems, kwa shida zetu, to our struggles. kwa tabu zetu. He is the answer Yeye ndio jibu to this kwa world. ulimwengu wa sasa. And he says Na anasema in the book of Matthew, katika kitabu cha Mathayo chapter 11, 11 verse 28, 28, he says anasema unto me, anasema ya kwamba njooni kwangu all ye that labor and are heavy laden, come unto me, njooni kwangu all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. njooni kwangu nyinyi nyote mliotaabika kwa shida, kwa dhiki, nami nitawapa pumziko. Hallelujah. Hallelujah. So he says that he is the solution. Kwa hivyo anasema ya kwamba yeye ndio suluhu. He is the answer to our problems. Yeye ndio jibu kwa shida zetu. He is the solution to our struggles. Yeye ndio suluhu kwa tabu zetu. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter haijalishi what you have been passing through. yale ambayo umekuwa ukikipitia. If you run to Jesus, ukimkimbilia Yesu, he will solve your problems. atatatua shida zako. Hallelujah. Hallelujah. So you can give him your life. Kwa hivyo unaweza kumpea maisha yako. You can surrender to him. Unaweza jisalimisha kwake. And you will not be disappointed. Na hautajuta kamwe. Because he is the source of eternal life. Kwa sababu yeye ndio mwanzo wa chemichemi ya uzima. If you believe in him, ukimwamini yeye, one day you will enter the kingdom of God. siku moja utaingia katika ufalme wa Mungu. One day you will enter his rest. Siku moja utaingia katika pumziko lake. Hallelujah. Hallelujah. Because he says, kwa sababu anasema that those who believe in him, ya kwamba wote wamuaminie, they shall not perish, hawataangamia, but they will have eternal life. bali watapata uzima wa milele. But those who will reject him, bali wale ambao wanamkataa, those will ignore him, wale ambao watampuuza, they will perish wataangamia in the lake of fire. katika moto wa milele. But that is not the desire of the Lord. Na hiyo sio tamanio la Bwana. He desires that everybody, Anatamanio ya kwamba kila mtu, whomsoever he or she is, yeyote yule, he says anasema that if they will accept Jesus, wakiwa watamkubali Yesu, if they will believe in Jesus, ikiwa watamwamini Yesu, they will enter the kingdom of God. wataingia katika ufalme wa Mungu. They will inherit eternal life. Watarithi uzima wa milele. So if you are there, kwa hivyo ukiwa pale and you want to receive Jesus, na unataka kumpokea Yesu, let us receive Jesus now. wacha tumpokee Yesu sasa hivi. Before even we go home, kabla hata tuende nyumbani, let us go home with Jesus. wacha tuende nyumbani na Yesu. Jesus is the best friend. Yesu ndio rafiki wa pekee. They sang and said, wanaimba na kusema, what a friend we have in Jesus. Ni rafiki mwema jinsi gani tulio nao kama Yesu. So he is the best friend you can ever Kwa have. hivyo yeye ni rafiki wa pekee ambao unaweza kuwa nayo. Even your parents can forsake you. Hata wazazi wako wanaweza kukataa. Your husband can forsake you. Mume wako anaweza kukataa. Your wife can forsake you. Mke wako anaweza kukataa. Your children can forget hata about you. watoto wako wanaweza kusahau. But Jesus will always remember you. Lakini Yesu kila wakati atakukumbuka. So he is the best friend. Kwa hivyo yeye ni rafiki wa pekee. So let us receive him now. Kwa hivyo acha tumpokee sasa hivi. Hallelujah. Hallelujah. Sema, Bwana Yesu, jioni ya leo ninakurudia na kupatia maisha yangu. Nimechoka na dhambi. Nimechoka na ulimwengu. Nimechoka na uovu. Ndio maana leo najisalimisha kwako, nikikupokea leo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kuomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda
kwa kujua na kwa kutokujua, siku ya leo ninakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kutoka kwa vitabu vya mauti na kuomba uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Utakaporudi Bwana Yesu, unikumbuke. Katika jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Amen. Let us pray. Wacha tuombe. Everlasting Father, Baba wa milele, in the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu, Lord, we adore you. Bwana tunakutukuza, We worship you. tunakuabudu, We exalt you. tunakukweza, For there is none like kwa you. kuwa hakuna kama wewe. Look, you allowed us Kumbuka tunaona umeturuhusu to worship you today. kukuabudu siku ya leo, And you have indeed helped na us. kwa hakika umetusaidia. Precious Father, Baba wa dhamana, I commit those who have received Jesus today ninaweka wote ambao wamepokea Yesu siku ya leo into your able hands, kwa mkono wako ulio na uweza, that you may help them, ya kwamba ukawasaidie, that you may fill them with the Holy ya Spirit, kwamba kuwajaza na Roho Mtakatifu, that He may continue helping them, ya kwamba uendelee kuwasaidia, that Lord, ya kwamba you Bwana may also sustain their names ukaweza kuhifadhi jina in lao the Lamb's Book of Life, katika kitabu cha mwanakondoo that when uzima, you come back ya kwamba utakaporudi at that time and hour that is unknown to us, wakati na saa ambayo hatujui, you may remember them ukawakumbuke in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. And so, Lord, we commit all of them to you, Kwa hivyo Bwana tunawakabidhi wote mbele that zako, you may help them ya kwamba ukawasaidie to walk in the fear of God, kutembea katika kumcha to Mungu, give you glory kukupa utukufu with their lives, na maisha yao, and to live waiting for you na kuishi kwa kukungojea tu in wewe, the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Even as they go home, Hata wanapoenda nyumbani, I pray that you may bless them, ninaomba ya kwamba ukawabariki, that you may go ahead of ya them, kwamba ukaenda mbele that you zao, may lead them, ya kwamba ukawaongoze, that you may watch over ya them. kwamba ukawachunge, Those who need provision, wale ambao wanangoja may you utualizi, provide for them. ukawatualie, May you fight their battles wapigane vita in vyao, the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Lord, we honor you. Baba We twakuheshimu, commit this city to you. tunaweka miji hii mbele We zako, commit this town to you tunaweka tauni hii mbele and zako, the people of Mbale. hata wakaji wa We Mbale surrender them to you tunasalimisha kwako, in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. We honor you and we bless you Tunakuheshimu na kubariki, in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. We have prayed. Tumeomba. Amen. May the Lord Amina. bless you. Bwana wabariki. We also welcome you Sote tunawakaribisha pia to our services, katika ibada zetu, the Church of Repentance and Holiness. kanisa la toba na utakatifu. It is located Iko next to Bridge Academy. karibu na shule ya Bridge. And for any information that you could be in need of, Kwa mahitaji yote ambayo unaweza kuwa unahitaji, you can reach out to our Deputy Archbishop unaweza fikia askofu wetu mbarikiwa through this number kupitia hili namba 07 07 27 27 59 59 21 21 49. 49. Unaweza mfikia kwa ushauri wowote ama hata kwa maombi katika jina la Yesu. Bwana Yesu awabariki sana.